أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tumo katika darasa ya 20 katika mfululizo wa darasa zetu zinazohusu sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'an. Katika darasa ya jana, darasa ya 19, tulizungumza hadithi za Maasumina alayhimus salam zinazohusu malezi ya mtoto katika kipindi cha miaka 7 ya kwanza. Mtume na Ahlul Bait wamezungumza kwamba mtoto azoeshwe kufunga, lakini vile vile azoeshwe kuswali, na hadithi ambazo ni maarufu baina ya Waislamu zinasema kwamba akifikia miaka 10 akawa hafanyi swala, hafanyi ibada ya swala, basi apigwe. Tukasema hili neno kupigwa tulipigie mstari kwa sababu linatuhusu katika mazungumzo yetu, na ndio tukajadili kwamba upigaji wa baadhi ya wazazi ni upigaji ambao una madhara sana, kwa sababu tuna ushahidi kupitia vyombo vya habari vya wazazi ambao wamedhuru watoto wao kwa kuwapiga, wakawatia ulemavu na mara nyingine hata wakaua, kwa kitu ambacho hakistahiki kwamba mtoto afanyiwe vile. Lakini tulitoa mfano wa madrasa zetu za watoto ambazo sote tumepitia huko tukasoma, namna ambavyo imekuwa ni ada kwa mwalimu wa madrasa kuchapa na kupiga. Na wengi katika historia ya wale Waislamu watu wazima ambao walitoroka madrasa, huwa kigezo chao kwamba tulikimbia fimbo kwa sababu walimu wanachapa sana. Tukasema hili jambo haliwezi kukaa hivi hivi, lazima liwe na mtazamo wake Kiislamu. Kwa hiyo nukta ya kwanza tuliosema ni kwamba kwanza kabisa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa ali aliyeishi kwa miaka takriban 63 hajawahi kupokelewa katika riwaya yoyote ile kwamba Mtume aliwahi kutandika au kumchapa mtoto. Na alikuwa na watoto na alikuwa na wajukuu, si wa kwake au si wa jirani, watoto wa masahaba. Mtume hajawahi kumtandika wala kumchapa mtoto. Hili ni swala la kwanza tulisema, nukta ya kwanza hiyo. Lakini nukta ya pili tumesema kwamba kwa ijma'i na makubaliano ya Waislamu wote, kumpiga mtoto sio lazima, sio wajibu, kiasi kwamba mtoto akikosa adabu alafu hukumpiga, hukumtandika, utaulizwa kesho siku ya kiyama kwa nini hukumpiga. Hilo kwa ijma'i halipo. Kwa hivyo sio wajibu kumpiga mtoto, bali sunna ya Mtume ni kwamba hakuwahi kumpiga mtoto.
Kwa hivyo ile fikra ya kwamba tunataka mtoto wa kimagharibi sasa hivi si kweli. Alafu tukasema nukta nyingine kwamba tunaposema kuhusu kupiga, hatuna maana kwamba tunaamini mtoto asiadhibiwe. Adhabu ziko nyingi, na hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaadhibu, lakini kuadhibu kupi? Ndilo ambalo tulikuwa nalo tukahitimisha nalo katika darasa yetu ya jana. Leo tunaendelea hapa. Tukubaliane kwamba nukta ya tatu katika kuongoza watu, katika kuongoza familia, hata katika siasa ya nchi, kuna kitu kinachoitwa at-targhibu wat-tarhibu, na ndio siasa ya Qur'ani vile vile. At-targhibu ni kule kufanya jambo lipendwe, ukasifu swala na faida za swala, ukasifu zaka na faida za zaka, saumu na ibada nyingine, ukaonyesha mwanadamu atapata nini duniani na akhera. Hiyo inaitwa targhib, ushawishi wa kumfanya mtu apende kitu. Ama tarhibu ni njia ya vitisho na kuogopesha. Qur'ani ina maeneo ya kumpendekezea mtu na ina maeneo ya kumtisha mtu kwamba ukifanya hivi adhabu yake ni hii. Uslubi wa targhibu na tarhibi ni wa Qur'ani, na katika malezi ni lazima mzazi awe na uslubi huu, approach hii ya kumpendekezea mtoto akipende kitu, lakini kuna wakati kuna haja ya vitisho vya adhabu na matokeo mabaya. Katika siasa wanasema ni siasa ya fimbo na karoti. Siasa ya fimbo na karoti. Yani kuna wakati fimbo inahitajika, kuna wakati karoti inahitajika. Lakini suali la msingi kinachotangulizwa ni kipi? Ni karoti au ni fimbo? Ni kumpendekezea mtu kitu akipende au kumtishia? Wataalamu wanasema kutisha ni hatua ya mwisho. Kwa hivyo mtoto ikishindikana mbinu za kumshawishi apende kile unachokitaka, ndipo patakuja hatua namba 2 ya vitisho, vya kwamba matokeo ya hili uloshikamana nalo yatakuwa ni haya mabaya. Kwa hivyo mzazi anatakiwa atangulize mbinu za kumrai mtoto kabla ya mbinu za kumtisha. Hii ni nukta namba 3. Namba 4 ni kufahamu tabia ya mtoto katika kipindi cha mwaka 1 mpaka miaka 7. Wataalamu wanasema mtoto ana tabia gani, ili umuelewe kwamba anachokifanya ni sehemu katika utoto wake, ni sehemu katika maumbile. Wanasema hivi, kipindi hicho ni marhalatul inadi, ni kipindi cha ukaidi. Yani mtoto ana sifa ya ukaidi katika kipindi hicho. Kwa hivyo suala ni kwamba kama mwanao hana ukaidi wakati huo, ndio mwenye tatizo. Sio kama tuko pamoja. Yani ni kama vile uzungumzie hedhi kwa mwanamama. Mwanamama, hedhi unaiona ni damu ambayo inaashiria kwamba hayuko tohara, hawezi kuswali, hawezi kufunga, mume hawezi kumwendea, sio? Lakini suala ni kwamba hedhi ni maradhi. Masala yako hivi kwamba yule ambaye hapatwi na siku zake ndio ana tatizo. Kwa hivyo kupatwa na siku zake, japokuwa sio tohara ile, sio tatizo, ndio afya. Na asiyepatwa na siku zake ndio mwenye tatizo. Ukipata mtoto ambaye baina ya mwaka 1 na miaka 7 hana ukaidi, sasa huyo ndio ana tatizo. Baridi, hazini, hawashi, hata kujikuna kwake ntabu, akikaa amekaa, basi huyo ana tatizo. Lazima aonyeshe mchaka na sarakasi pale nyumbani. Ni sehemu katika maumbile ya mtoto. Sasa mzazi akielewa hilo, ni lazima apokee, yani akubali kwamba hii ndio hali halisi. Yule mtoto ambaye hataki ugua, unajua ujamaa leo anaumwa huyu, kwa hali hii ni mgonjwa.
Kwa hivyo ujue kwanza hilo, katika umri huu ni umri wa nini? Wa ukaidi, al-inad. Lakini ni marhalatu taqammusi. At-taqammus ni kule kujaribu kuvaa shakhsia mbalimbali. Anataka aonekane na personality mbalimbali. Anaweza kumuigiza babu yake, anaweza kufanya hiki, yani anavaa zile shakhsia mbalimbali kwa wakati huo. Ndivyo wataalamu wanavyosema. Yani katika umri huu unaweza kumkuta mtoto wa miaka 3 anajidai anakoroma kama baba yake, kwa sababu amemsikia baba yake akilala vile anapokoroma, kwa hiyo akamuigiliza. Ndio wakati wa kujaribu kutafuta shakhsia mbalimbali anataka kuziiga. Ataigiliza kukoroma, ataigiza kitu fulani, kila anachokiona anajaribu kutakamus, kuvaa ile kanzu ya yule mtu. Ataigiza kutembea, ataigiza namna ya kusema. Sasa ukishaelewa hilo, ujue kwamba huyu kachangamka, ndo wakati wake. Wanasema wataalamu katika kipindi hicho mwaka 1 mpaka 7 ni wakati wa as-sautul ali, ni wakati wa kelele. Yani anapenda hata jirani watajua kwamba kuna mtoto kwenye hii nyumba. Sasa inawezekana wewe unahitajia utulivu, ushachoka, umetoka kazini wakati huo, ima umpishe au akupishe, lakini si kumzuia kwamba asinyanyue sauti. Uhai wa nyumba yenye mtoto ndo hiyo sasa, kwamba zile sauti zitasikika hata jirani. Wewe umeamua kupumzika, utamwambia mamake, jamaa waeke mbali hawa wasije wakaniamsha, lakini hutoweza kuwazuia kunyanyua sauti, kwa sababu ni wakati wao ule. Jambo ambalo atapaza sauti, atapiga kelele, kwa sababu ni wakati wake. Sasa kwa nini tunayasema haya? Kwa sababu ukishayajua utajua ni tabia ya mtoto katika umri huo. Kwa hivyo wewe hutoibuka kila mara ni kupiga kelele na wewe kwamba kuna wanyamazisha. La, kama unataka kupumzika, ima uwapishe wao au wao wakupishe, lakini ni wakati wao ule. Nukta nyingine, kathirul haraka, movement nyingi, hana kazi maalumu. Atakwenda, atarudi, saa zile za Safa na Marwa nyingi. Atoka hivi, atapanda kwenye kochi, atapanda kwenye meza, atashuka vile, yani hawezi kutulia. Tatizo letu ni kutaka kumtuliza kwa TV, ambapo tutakuja tukizungumza kuhusu media, uone namna gani ataathirika yeye kwa kukosa zile haraka. Kwanza jana tumezungumza kwamba michezo kwa mtoto ina faida gani. Tumezungumza faida za kijamii, faida za kiafya, faida za kiakili, kwamba michezo inakuza akili ya mtoto, inakuza ubunifu wake. Yale yote tumeyazungumza jana. Kwa hivyo yule mtoto kama roboti anaweza kukaa masaa 2 kwenye TV, si sawa sawa, lakini tutakuja katika mambo ya media tuone anaathirika kiasi gani. Kwa hiyo nukta nyingine ni hiyo. Nukta ya tatu, nukta nyingine katika tabia za mtoto ni hubbul istitlai, curiosity. Wazungu wanasema curiosity, hubbul istitlai. Anataka kudadisi, anapenda kudadisi. Atachunguza vitu vingi sana kuvijua. Anapoweza kupekura, atapekura ajue jambo. Kwa hivyo mtoto wa namna hii ni kama yule tuliosema jana, akimaliza kuchezea kile ulichomnunulia achezee, lazima akifungue. Akishindwa kufungua, atakifungua kukipasua. Yeye anataka kuona huko ndani kwa nini hizi tairi zinazunguka, kuna nini. Lazima atapasua. Kama ni betri atatoa. Wewe unadhani ni mharibifu tu, lakini akili yake inamtuma aone na huko ndani kuna nini. Tumesema kama ni baskeli, lengo lako wewe ni kumnunulia baskeli aipande, lakini atailaza chini, atasukuma tairi aone linavozunguka. Kwake kitu kipi anataka aone linazungukaje. Atautoa mnyororo, atautizama kula tanini mnyororo ukoje. Curiosity. Lazima adadisi sana mambo. Na ndio tutakuja kuona katika Qur'ani kwamba akifikia mahala sasa, au tifli alladhina lam yadhharu ala auratin nisaa, kwamba akishafikia kipindi cha kudadisi, Qur'ani inasema mtoto ambaye
hajafikia umri wa kujua nyuchi, sehemu nyeti za watu wazima, anaweza akaingia chumbani, unaweza usijisitiri sana, anatambaa, anapita, lakini akishaweza kuwa sasa ni mdadisi, anajua, lazima uweke mipaka katika kuingia chumbani. Chumba cha wazazi kisio ni chumba cha kuingia na kutoka bila utaratibu kwa mtoto huyo ambaye kishafikia umri wa kudadisi. Na si lazima tu wakina mama nyumbani au mzee nyumbani awe hajajistiri, hajavaa vizuri. La, chumba cha baba na mama kina heshima yake. Mara nyingine wanaweza kawa wameanika nguo nyingine, ni nguo zile ambazo hazianikwi sebleni wala nje. Lazima pawe na sitara hiyo, kwa sababu mtoto anadadisi, napenda ajue vitu, kashafikia umri wa kudadisi. Qur'ani inatufundisha witiflu alladhina lam yadhharu ala awrati nisa, huyo aingie. Lakini wa idha balagha al-atfalu minkumul huluma, wakishafikia umri sasa wanayajua mambo haya, chumba cha wazazi kisiwe ni chumba cha kiholela cha kuingia na kutoka bila taratibu. Na hiyo ni kwa aya za Qur'ani, tutazisoma wakati wake. Kwa hivyo anakuwa na sifa hiyo vile vile. Kisha turudie sasa katika kupiga. Ulamai waliozungumza kwamba kupiga kupo, hawakusema kupiga tu, wamesema pia aina ya kupiga ni darbatun khafifa, kipigo hafifu sana. Wengine wakasema asipigwe usoni, wengine wakasema ni kupigwa kwenye mabega au kwenye mgongo, wengine wakasema asije akapigwa kiasi cha damu kutoka au kuvunjwa kiungo au mfupa. Kwa wale waliosema ikibidi kupigwa, apigwe. Lakini mnakumbuka kwamba kuna aya ya Qur'ani inayozungumza kuhusu mke, wadribu hun, na wapigeni. Pamesemwa nini kule? Mtume hajawahi kupiga mke. Mtume hajawahi kupiga mke. Na mabavu ni njia ya mtu dhaifu alioshindwa njia nyingine zote. Sasa ulamai pia kule wamesema kwamba adharbu bisiwaki, adharbu bikadha, kuna hadithi ya Ibn Abbas. Lakini katika ulamai waliosema maneno mazuri katika kumpiga mke ni wale waliosema kwamba asli wa Arabu walikuwa wakipiga wake, na hilo la kupiga wake lilikuwa ni swala la kawaida kabisa. Hata Uislamu ulipokuja, jamaa wameingia nalo katika Uislamu. Kitu kidogo tu, mkono ni mwepesi, mtu lazima mpige mke. Sasa Mwenyezi Mungu akawaambia kwamba no bwana, kabla hujampiga akakuwekea njia za kwanza nyingi ambazo ukizifuata unaweza kuishia mahala usimpige. Kwa hivyo ikiwa amekosea, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna, mawaidha, nasaha zimeshindikana, hatua ya pili wahjuruhunna fil madaji, ni kumhama kitanda, sio? Yani maana umenuna kuonyesha namna ulivyokasirika. Ikishindikana ndo ije hatua nyingine. Sasa yani kana kwamba Mungu anawaambia kwamba nyie mmezoea kupiga, lakini sasa chelewesheni kupiga. Fanye hiki na hiki na hiki na hiki, yameshindikana, sasa ndio mje hilo mnalolitaka nyie mlolizoea. Lakini haikuwa kwamba Mtume anaohimiza kwamba kapigeni jamani, kwa sababu yeye mwenyewe hakupiga mke. Wala hakuna mtu atakayeulizwa kwamba kwa nini hukumpiga mke wako alipofikia hapa, kwa nini hukumpiga. Hakuna atakayeulizwa hilo. Sasa wewe chagua katika hayo. Sisi sote tushapiga watoto wetu, lakini sasa tunajifunza masala mapya. Na mtu anaweza kusema kwamba nisipopiga nifanyeje? Jamaa na vituko, nimetumia mbinu zote, simuni akielekea. Sasa ndio tuje tuzungumze hili tunaotaka kulizungumza sasa hivi. Kama tutasikilizana vizuri tutaelewana. Tunazungumza misingi ya malezi katika Uislamu sasa. Msingi namba 1, usikilizeni vizuri, ambao ni mhimili mkubwa sana katika malezi, na ambao una namna yake ya kumpiga mtoto akaumia kuliko lao ukimpiga mwili. Msingi wenyewe ni nini? Nasema alhubbu asasu tarbiyah.
Upendo ni msingi namba moja katika malezi. Upendo, kumpenda mtoto. Najua tuna kasumba nyingi. Najua tukija kuashiria hapa vielelezo vya mapenzi, mapenzi yanaonekana katika nini, tutagundua kwamba sisi kina Wabantu tuna mambo mengi ambayo hatujaleleka nayo. Tunahitaji sisi wazazi wenyewe tujifunze, jambo ambalo lazima tuambizane, kwa sababu ndivyo Mtume anavyotufunza, ndivyo Ahlul Bait wanatufunza. Sasa upendo, mapenzi yana dauru kubwa sana katika kuijenga hii dunia iwe hivi ilivyokuwa. Si kwa mke na mume, wala si kwa mzazi na watoto. Yana sihiri kubwa sana. Kama kuna uchawi katika kulea, basi uchawi huo unapitia mapenzi na upendo. Athari yake ni kubwa sana mtu atakayetanguliza upendo na mapenzi katika malezi. Ukitizama mapenzi na upendo ni kama vile mbegu ambayo inaweza kuzaa matunda mengi. Miongoni mwa matunda hayo ni huruma. Ile huruma anayokuwa nayo mtu ni tafsiri ya mapenzi alokuwa nayo. Kwa hivyo inaweza kuzalisha mambo mengi kama vile nini? Huruma. Wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Nasema ewe Mwenyezi Mungu, irhamhuma, wahurumie wazazi wangu wawili kama rabbayani saghira, kama walivyonilea nilipokuwa mdogo kwa huruma. Ndio maana ya aya. Walinilea kwa huruma kwa sababu walikuwa na mapenzi. Huruma ni tafsiri ya mapenzi yaliyokwepo. Sasa na wewe Mwenyezi Mungu wahurumie kama walivyonihurumia wakanilea kwa upendo. Sisi katika Uislamu tunafundishwa kwanza kumpenda Mungu kabla ya kumwogopa. Bahati mbaya sana kwamba mimbari ya Kiislamu inawatishia Waislamu kuhusu Mungu, mpaka wanamuogopa kuliko wanavyompenda. Yani kupanda mimbari tukazungumza Mungu anavyotupenda, na sisi tunatakiwa tumpende, sio approach tulioizoea kwenye mimbari ya Uislamu. Tumezoea vitisho kwamba Mungu mkali nini, lakini Mungu anatutaka tumuelewe kwanza kwamba anatupenda kabla hatujamuogopa. Ndio utakuta wengine wenzetu wasiokuwa Waislamu wametushinda katika kuonyesha mapenzi ya Mungu kwa viumbe vyake, wakati Uislamu ndio unaofundisha upendo wa Mungu kwa viumbe vyake. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini wana mapenzi makubwa zaidi kwa Mungu. Ndio Imam Ali akisema, mimi ewe Mwenyezi Mungu sikuabudu kwa sababu ninaogopa moto wako au nina tamaa ya pepo yako. Ninakuabudu kwa sababu nimekuona unastahili kuabudiwa, unafaa kuabudiwa. Hicho ndicho kinachonsukuma. Haya, mimi na wewe kila ukifikiria moto, kila ukifikiria kifo, ndio inakufanya uje usali jamaa, mara nyingine ufanye mpaka sunna sana ukeshe. Kisa nini? Kifo bwana. Jamaa kaondoka, jamaa wangu bwana juzi hivi tu bwana. Moto bwana Wakati gani wewe umeswali kwa sababu unampenda Mungu na unaipenda swala? Kwa hiyo tunahitaji kujilea, sio? Tunatakiwa tumpende Mungu zaidi kuliko kumuogopa, na hili linahitaji malezi taratibu, kwamba Mwenyezi Mungu ninakupenda. Ndio maana hata katika dua kumeli utaona ishara ile ya kwamba Mwenyezi Mungu, wewe Mwenyezi Mungu, mimi bwana unaweza ukaniweka motoni nikavumilia, lakini kutengana na wewe, firaka na wewe siwezi kuvumilia. Haya maneno ya Imam Ali, kwamba motoni sawa, lakini la adhijanna ilayka wajijal wala surkhanna ilayka surakhal wala unadiyannaka aina kunta ya waliyal. Anaonyesha kwamba hilo la moto si kitu, lakini mimi nitakulilia wewe Mwenyezi Mungu, kukukosa wewe Mwenyezi Mungu. Sasa haya ni marhala ya juu katika imani, yanahitaji kujilea. Kwa hiyo mapenzi ni muhimu, na ndio yanatiririka, qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba. Mawadda ni mapenzi, kisha ahabba Allahu man ahabba Husainan. Mapenzi hayo yanashuka, yaanzie kwa Mungu yaende kwa viumbe vya Mwenyezi Mungu, hasa vile vitukufu. Na utaona hata kwa Bibi Fatima, Salman al-Farisi, namna alivyoambiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nampenda huyu Fatima, na Mwenyezi Mungu ampende atakayempenda.
na amchukia atakaye mchukia. Ilikuwa ni maneno ya bwana mtume kwa Salman al-Farisi. Na baina ya mume na mke ndio mhimili. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum wa rahma, mawaddata wa rahma. Yakipotea mapenzi, ndoa pale mnasindikizana kwenye maisha tu, hakuna ndoa tena, kwa sababu ndio mhimili, sio ndoa. Ukisoma Qur'ani, kwa sisi wote tunasoma, utaona lugha ya mitume ambao ni watoto kwa baba zao, na watoto na mitume kwa wanao. Mmezoea nyinyi kuona kwenye Qur'ani ya abati, ya abati, ya abati, alafu mmezoea kuona ya bunayya, ya bunayya. Jamani, sifamijia katika Qur'ani haya ya bunayya. Unadhani kwa nini sio yabni, ni ya bunayya? Kwa sababu vijana wanasoma hawa chuoni, kwa sababu ile at-tasghir yadullu ala at-tahabbubi wat-tahannuni. Ndio maana at-tasghir, yani unao mwanao anaitwa Saleh, lakini badala ya kumuita Saleh unamwambia ya Suwailih ta'al. Suwailih tasghir Saleh, maana yake kuna tahabbubu na tahannun. Yule mtoto mwenyewe akisikia ameitwa ya Suwailih, huja mbio, kwa sababu lile neno Suwailih na jina lake ni Saleh, ina maana ewe mwanangu mpendwa. Tasghir hiyo ina maana ya, sio kama msaghiri, ina maana ya at-tahabbub wa at-tahannun. Tumeelewana? Na majina mengine ya Kiarabu unaweza ukalifanyia tasghir. Abdun Ubaid, ni kama abdun saghir. Ya Ubaid ta'al, ya anaitwa Abd lakini mumuita Ubaid, manake mwanangu Ubaid mpendwa. Sasa ndio utaona mitume lugha zao zilikuwaje na watoto au mzazi, kwani ya abati, ya abati. Kasome surati Yusuf, ewe mwanangu, baba yangu mpendwa. Alafu ya bunayya, hata Luqmani mwenyewe ya bunayya, ewe mwanangu mpendwa. Hiyo ndio lugha iliyokuwa baina ya mitume na watoto wao, namna ya kumuita mtoto ya mapenzi ina athari kubwa. Yani Nabii Ibrahim anakwenda kumchinja mwanae, anasema ya bunayya, alafu na mtoto mwenyewe anasema ya abati, ya abati fa'al ma tu'mar, ewe baba yangu mpendwa, fanya unaloamrishwa. Unaona hizo lugha haya, mimi na wewe kina sisi Wapare na Wachaga, hizi lugha tunazo jamani kwa mtoto. Unaona namna ambavyo bado Uislamu ni mgeni kwetu Kwa hiyo tunahitajika tubadilike, kwa sababu malezi yakipitia kichochoro hicho ni rahisi sana. Sasa Qur'ani inasema falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar. Mtu anakwenda kumchinja mwanake, anamwambia mwanangu mpendwa. Yule anasema yeye baba yangu mpendwa. Lini ulimwambia baba yako hivyo wewe? Lini mwanao alikwambia hivyo? Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara qala li abi ya abati. Yusuf anamwambia baba yake, na nyingine nyingi. Sikiliza Imam Sadiq anasemaje? Anasema hivi, inna Allah azza wa jalla la yarhamu ar-rajula li shiddati hubbihi li waladihi. Mwenyezi Mungu kwa hakika humrehemu mja kutokana na mapenzi yake makubwa kwa mwanae, namna anavyoonyesha mapenzi kwa mwanae. Yani hapa suala sio kumpenda mwanao, kila mtu anampenda mtoto wake. Hapa ni kuonyesha mapenzi. Mara nyingine usanii unahitajika, unampenda lakini hujaonesha, haitoshi. Kuonesha ajue unampenda, ndio utakuja kuona vile viashiria. Umeelewana jamaa? Kwa hivyo tujifunze kuonyesha mapenzi kwa wazazi na kwa watoto, kwa hadithi hizi na aya hizo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa ali katika hadithi maarufu baina ya Waislamu ya Al-Aqra ibn Al-Habis, ni kisa maarufu sana, kinanukuliwa na Waislamu wote, riwaya zimejaa katika vitabu vya Waislamu. Al-Aqra ibn Al-Habis, kwamba Mtume siku moja alikuwa amekaa na huyu bwana
akawa anambusu Imam Hasan na Imam Hussein alayhi assalam. Faqala al-Aqra ibn Habis, akasema huyu sahaba anaitwa al-Aqra ibn Habis, inna li 10 min al-waladi ma qabbaltu ahadan minhum. Al-Aqra anamwambia Mtume, unafanya nini wewe? Yani mfano wetu walikuwepo wengi hata wakati wa Mtume, kina Aqra kama mimi na wewe. Anamshangaa Mtume akimbusu Hasan na Hussein, kisha anamwambia kwamba mimi nina watoto 10 kama hawa, sijawahi kumbusu yoyote, sijawahi kumbusu yoyote. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, man la yarhamu la yurhamu. Ndio maana tukasema mapenzi huleta rahma. Asiye na huruma na mapenzi kwa mtu, na yeye hatopata huruma na mapenzi kwa watu. Hiyo ni principle ya Mungu. Unataka kuonewa huruma na binadamu, wewe tanguliza huruma kwa binadamu mwingine. Binadamu atakuonea huruma. Wewe unataka ulimwengu uwaonee Mayahudi huruma kwa kile wanachokifanya kwa watoto? Kwa hivyo wanaondosha huruma ya walimwengu kwao kwa vile vitu wanavyovifanya. Na ndio maana mtu akionekana anampiga mtoto au anamuonea mtu barabarani, ile atifa ya kibinadamu kila mmoja anakuwa dhidi yake, hata kama hajui sababu. Huyu bwana muonevu, anampiga bure bure jamaa. Yani hamna anayesikia raha kuona mtu asiyekuwa na rahma. Ndivyo tulivyoumbwa sisi, sio? Sasa hadithi nyingine ya mwisho inasema hivi ya Imam Sadiq, akthiru min qiblati auladikum, kithirisheni kuwabusu watoto wenu. Fa inna lakum bikulli qiblatin daraja, hakika nyie mna katika kila kumbusu mwanao daraja. Mungu anakunyanyua daraja. Haya, sasa wewe lini uliona wazazi wako hata akimshika mume na mke wakishikana wakibusiana? Umewahi kuona? Si ndio maana nasema ubantu wetu una tatizo jamaa. Wale wazazi wetu wangekuwa anamshika mmoja mkono mwenzake anambusu mbele yetu, lingekuwa darasa kubwa sana. Haya, hukuona kwa wazazi wako Wapare, Wachaga, na wewe pia unashindwa kuyaanzisha haya kwa wanao? Jamani, tunashindwa hayo. Maana uko kule kijijini, alafu unaanza kubusiana mikono na mbusu mzazi wako kwenye paji la uso. Bado sisi kidogo utamaduni huu, kwani unakuwa mgeni na ndio sunna ya Mtume? Jamani, tuko pamoja? Mimi nilipoyajua haya, wale wazee wa Kipare pale sasa washazoea. Na nataka watoto waone hivyo kwa sababu Mtume kayafanya. Hasa jamii nyingine zilizokuwa za sisi kina Wabantu, kwa nini wanafanya si hatufanyi? Wenzetu wa pwani wanatuzidi jamaa. Kushumu mkono wa mtoto na ukamwambia naye kushumu ni sehemu katika mila za wenzetu, lakini sio mila zao za Mtume hizi za kwetu. Hebu tuanze leo jamaa. Kwa nini mzazi wako nampa mkono mkavu tu? Kwa nini mwanao akupe mkono mkavu tu anashindwa kunyanyua akaubusu? Na sisi tumeshindwa kuyasema hayo. Leo ni jambo jipya kwetu, alafu tulizoee. Litajenga sana katika malezi. Sasa muda haututoshi, lakini nina nukta 10 za kuashiria vile viashiria, vielelezo vya mapenzi kwa mtoto. Namna gani unafanya? Nukta namba 1, kumbusu mtoto. Na kuna nyakati nyingi za kumbusu, ukiingia na ukitoka. Na wale watoto ukishazoea vile kwamba ukimshika unambusu mkono wake, alafu na yeye unamwambia kubusu. Haya ni malezi muhimu sana. Lebusu linakwenda kwenye moyo kwamba ninapendwa. Ni moja katika saina vielelezo vya mapenzi. Nani anashindwa hilo jamaa? Kuna mtu anashindwa hilo jamaa? Yani ni kazi hiyo kwamba umbusu mwanao mkono alafu umwambie na yeye akubusu? Hata wa miaka 2 anaweza hilo zoezi. Kwa hiyo tuanze sasa hivi, alafu tutengeneze uhusiano na watoto ili tuwawezi hao watoto. Ukipitia mlango wa mapenzi kwa mtoto, utaweza kumwelekeza vitu vingi sana. Utaona hakuna dharura ya kupiga mtoto. Kwa sababu wakati huo kama tutakavyoona, akijua umekasirika tu ni adhabu kubwa. Nukta ya kwanza hiyo. Namba 2, ihtidhani, kumkumbatia.
Haya yote hatuzungumzi mke na mme, lakini tunayozungumza kwa mtoto na baba, mtoto na mama, yatizame pia kwa mume na mke, uone athari zake. Kwamba mtu ambaye akitaka kutoka nyumbani anamshika mwanamke mkono, haya bwana, anambusu, alafu na mke anambusu, anatoka. Nani katika sisi wanafanya hayo jamaa? Na kama tuliyafanya labda ilikuwa katika fungate, katika shahr asal. Fungate ni zile siku 7 baada ya ndoa, sio? Wakati ule ambao kila mtu ana kiherehere cha mapenzi, labda wakati huo. Lakini sasa hivi mmeshazoeana, hakuna tena haja ya hiyo. Na mapenzi ni kama mmea, kama haujamwagiliwa maji basi utakauka. Ndio Mtume akasema maneno ya mtu kumwambia mkewe inni uhibbuk, mimi ninakupenda, hayatoki katika moyo wake. Na mimi nasema haya si kwamba mimi ni hodari sana. Mimi mwenyewe natakiwa ni mwanafunzi, kwa sababu hatujalelewa namna hiyo, wala hatulaumu wazazi wetu, kwa sababu hata ile kuwa tumewakuta Waislamu pia la kuwashukuru na kuwaombea Mungu. Lakini sisi tuanzishe mingine vile vile ambayo watoto wetu wayakute, sio? Kwa hivyo kumwambia kuna athari, haitoshi tu kama mimi nakupenda bwana, hapana. Kwani wewe huoni mimi nakupenda? Hapana. Tunatakiwa tuoneshe. Kule kuonyesha kuna maana yake. Kwa hiyo nukta ya pili ni kumkumbatia. Mkumbatie mtoto. Wangapi katika sisi wamekumbatiana na wake zao kuagana tu, au ndo wamerudi safari akafanya hivyo? Kwa hiyo usione haya ukianza leo kuambia baba nani ameanza lini haya? Mwambie ameanza leo mwezi wa Ramadhani. Maana na yeye anaweza kushangaa akasema wewe niambie unachotaka kusema bwana. Niambie bwana. Sio hizi introduction utangulizi huu unataka kusema nini kwani? Maana anaweza kushangaa kwamba kuna kitu gani kipya sasa leo Kwa hiyo tusione haya, tuanze jamaa. Kuna thawabu na kuna kuijenga nyumba. Kwa hiyo nukta muhimu sana. Masu ala rasihi, kupapasa kichwa cha mtoto. Usidhani jambo dogo. Msalimiana na mwanao alafu kamshika kichwani ukampapasa. Limetajwa hili na Mtume amelifanya. Na jana tumesema kwamba Mtume amesema man masaha ala rasi yatimi, atakayepangusa kichwa cha yatima Mungu atamlipa kwa thawabu kwa kadri ya nywele, kila nywele aliyoigusa. Kwa sababu kupapasa kichwa cha mtoto kunatuma message kwenye moyo wake kwamba ninapendwa. Shika kichwa chake upapase hivi nini, umwachie. Mtoto anahisi kwamba ninapendwa. Hiyo ni nukta namba 3. Alafu namba 4 wanasema al-istima'u ilayhi, kumsikiliza. Ila kumsikiliza tulieleze kidogo. Unajua sisi wengi sana mtoto akizungumza hatumpi fursa ya kusema, kwa kuamini kwamba hana la kusema na wewe unazungumza nini wewe? Watu wazima wakizungumza wewe nyamaza. Lina athari mbaya sana lile. Kwanza linamfanya mtoto asijiamini, yani hana cha kusema yeye. Na mimi nawapeni mfano jamaa, kama kuna watu wa pwani hapa wanaelewa katika mambo ambayo hapa Tanzania yetu watu wa pwani na bara wanatofautiana. Maeneo ya pwani mtoto anaweza kuzungumza na watu wazima kama wenzake na wakasikilizana na akapewa fursa ya kusema. Huko kwetu hasikilizwi bwana, apewe fursa ya kusema, mwache aseme. Anachokisema hakina maana, lakini ile kuwa sasa unamsikiliza tu yeye, na wewe unasemaje? Akasema mambo ya kipuuzi, kisha ukamwelekeza haiwezekani bwana, inatakiwa hivi. Ile fursa ya kusema tu ni moja katika vielelezo vya mapenzi, na mtoto anafeel kwamba anapendwa. Na unajua kwamba inasaidia sana kutoa vitu vilivyokuwa ndani. Yani sisi wengi tuko na watoto wetu lakini hatuwajui kwa sababu takallamu tu'rafu, jawabu talab, semeni mtajulikana, kwa maana ya kwamba almar'u makhbu'un tahta lisanihi, mtu kajificha chini ya ulimi wake. Sasa kama humpi fursa ya kusema, mwanao humjui wewe, utasimuliwa kuhusu habari za mwanao, sasa kweli kweli bwana, alafu na wewe utajidai kutaka ukaa kuzungumza naye ili uyasikie uloambiwa, kumbe wewe humjui mwanao.
kwa sababu hamkai mkazungumza, humpe fursa akasema. Unamkuta mtu yuko kwenye gari, yeye ni dereva anaendesha gari ya nyumbani, mwanae kakaa pembeni, yeye kimya, mwanae kimya, hakuna anayezungumza. Mwanae anaogopa hata kujikuna, kwa sababu hakuna mazoea ya kumwacha aseme. Na mtoto hawezi kusema akishakemewa mara moja mara mbili kwamba wewe nyamaza, nyamaza. Anakuwa muoga, anafikiria namna ya kuanza. Kwa hiyo tuachie waseme. Mara nyingine wewe kaa kimya, azungumze, itikia tu ile ya Kimasai, aendelee kuzungumza. Wala hakukosi chochote, sio? Kwa hivyo hii ni moja katika nukta muhimu sana, itampa confidence mtoto kusema mbele ya watu. Anaweza kuzungumza kwa sababu yule anayekemewa, wanasema mtoto ambaye ni rejected, yani anakataliwa kila anachokifanya, anakosa confidence, kujiamini, hawezi kuzungumza mbele ya watu. Kama mbele ya mzazi wake aliyomzoea hawezi kusema, kesho akisimamishwa mbele ya watu, yule unaona anatetemeka. Lakini mtoto mwingine shujaa pale shuleni, ujue huyu hajaanza kusema pale, ameanza tangu nyumbani, ana uhuru wa kujieleza, kusema, na anasikilizwa na anapongezwa hata akikosea. Nitoe mfano mwingine tumalizie hapo kwa leo. Sisi tumezoea kwamba hata mtoto, tofauti na jamii nyingine, mtoto wa miaka miwili, mwaka mmoja na akienda kabatini akachukua glasi au sahani, utasikia hizo kelele. Kila mmoja mtu zima anaacha kazi zake kumwahi kwamba wewe utavunja, mpaka mwenyewe anaogopa. Lakini akienda akachukua chombo kinachovunjika, alafu wewe ukamsifu, niletee, asante, unajua atafanya nini? Atakibeba, atakuletea. Na kwa sababu umefanya kitu kinachoitwa appreciation, umetambua kwamba anaweza kuleta, akishakukabili anageuka na kuchukua kingine akuletee tena. Kwa sababu gani? Umetambua kuwa anaweza. Lakini ukilipuka kama utavunja ile glasi na nini, ataogopa na harudi kwenda kuchukua, na anaamini kwamba kumbe mimi siwezi. Unavunja confidence yake. Ndio sasa anakuwa ni jitu zima na tai yake. Mko sisi kwenye mikutano pale, kila mmoja ananyanyua mkono kutoa maoni yake, alafu yeye kila akifikiria mkono anaona mfupi. Anamnong'oneza mwenzake, anamwambia mimi naona hivi na hivi. Anamwambia mawazo mazuri, zungumza. Anasema mimi naona unaweza kukataa. Kwa sababu ni rejected. Yani anakataliwa tangu mdogo, kwa hiyo anaamini nikisema jamaa hawatoipokea irai. Sasa kila anapomwambia mwenzake sema bwana hayo mazuri, anasema mimi nahisi jamaa utalipokeaje? Ushaona? Ana lose confidence kwa sababu huyu kitaalamu anasema ni mtoto rejected. Yani tangu zamani anakataliwa. Hakuna anachokifanya akaonyesha umefanya sawa sawa. Kila anachokifanya anaambiwa sicho, mpaka anaamini kwamba hawezi kuleta kilicho. Kwa nadhani tumeelewana hapo. Sisi tutaendelea katika darasa yetu ijayo hapa tulipokomea kuzungumza vile vielelezo vya upendo ambavyo vinaweza kutumika kumtengeneza mtoto, kumlea mtoto. Leo tukomea hapa kama mlivyoambiwa kwamba tutorefusha darasa. Na tabana hatakuwa na maswali leo hii kwa sababu ni siku ya Ijumaa, kulikuwa kuna hutuba kabla ya darasa, lakini kuna hiyo iftar ambayo samahati Sheikh Isa ametutangazia. Ningependa kukomea hapa. Nas'alullah al-auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.